Lazima kwenye safari ya maisha yako jitahidi umombe Mungu ili uweze kuwa unaona rohoni. Hata kama una tabia ya kusahau ndoto au maono, basi jitahidi kumomba Mungu afungue kipawa na karama na macho yako ya rohoni ili uweze kuona. Unajua watu wengi wanalia, mimi sioni rohoni, macho yangu ya rohoni inakuaje? Macho ya rohoni ni nini? Lakini macho ya rohoni yanaanza na ndoto Mungu anazokuonesha, kwa sababu ndo ulimwengu wa roho huo. Maono unayoona, kama unaona maono, sauti unayosikia ya ndani au ishara mbalimbali za kimwili na za kiroho, lakini pia picha na rangi na vitu fulani fulani ambavyo unaweza kuona kwenye ulimwengu wa roho, lakini hali fulani fulani za mabadiliko kwenye mwili wako. Lakini pia unaweza kuona rohoni unapoanza kutembea na neno kwa uaminifu. Mamilioni ya watu lazima tujue, tufahamu na tuelewe. Wale ambao wanashinda sana kwenye maisha yao ya kimwili ni kwamba wana uwezo wa kutambua, kujua, kuelewa, kufahamu maisha yao ya rohoni. Mungu anawaonya watu wengi, anawaelekeza watu wengi, anawabariki watu wengi, anawaambia watu wengi wafanye kitu fulani, lakini kwa sababu ya kutozingatia, kutojua, kutoamini, lakini kupuuza, wengi leo tunafanya vitu ambavyo si mapenzi ya Mungu. Tupo kwenye mahusiano ambayo si mapenzi ya Mungu. Tuna kazi tunazifanya ambazo si mapenzi ya Mungu. Tuna marafiki ambao si mapenzi ya Mungu. Tuna uchumba ambao si mapenzi ya Mungu. Lakini pia wengine, muda mwingine tumeishi sehemu ambayo si mapenzi ya Mungu. Kwa hiyo tunapozingatia, kujua, kuelewa, kufahamu Mungu anasema nini kwanza, ndo tunaweza kushinda. Kumbuka Isaya 45 mstari wa 11 anakuambia, niulizeni kwa habari ya maisha yenu, kwa habari ya kazi yenu, kwa habari ya familia yenu, kwa habari ya mambo yote niagizeni mimi Bwana. Kwa hiyo Bwana Mungu, yeye ni Mungu aliyetuambia kwamba ni mlinzi wa Israeli, halali asinzii, cha kwanza. Lakini pia yeye anahitaji tuwe watu wema, wazuri, wenye matokeo. Ukisoma Yeremia 29:11, najua mawazo ninayowawazia ninyi ni mawazo ya mema, si ya mabaya, kutupa tumaini siku za mwisho. Kwa hiyo Mungu 99% anatuwazia mema. Kwa hiyo kwa Mungu usiwe na doubt. Unapoona amekuonya kitu kwenye ndoto au kwenye maono au kwenye ishara mbalimbali au kwenye mabadiliko ya kimwili, basi jua Mungu ana maana yake. Sasa wengi huwa tunalazimisha, wengi tunaforce, lakini kitu chochote unacholazimisha huwa hakifiki mwisho. Baada ya kipindi fulani kitapotea, baada ya kipindi fulani mtaleta migogoro, baada ya kipindi fulani kitakuumiza kile kitu. Unaweza kuona kitu kinavutia kwa muonekano wa nje, lakini ndani na rohoni si kitu sahihi na mtofika popote. Kumbuka siku moja Yesu Kristo, kupitia sasa Mungu, tuseme Mungu, lakini Yesu Kristo aliwahi kuongea na nabii Samuel, akamwambia, wewe unamlilia sana Sauli, unamuona kwa nje ana uwezo wa kuwa mfalme na kuendelea kuwa mfalme, lakini mimi nimemkataa, nimemchagua Daudi ambaye ingawa anaonekana kwa nje ni dhaifu, lakini ana moyo unaonipenda. Ina maana ni yeye atakayefanya mapenzi yangu. Lakini pia Daudi Mungu anamkompea, Samuel anamkompea na ndugu zake. Ndugu zake Daudi walikuwa wako vizuri, ni wanajeshi wakubwa, wako jeshini, kwenye jeshi la Sauli la Israeli. Lakini Daudi yeye anashinda porini, anashinda ni mchungaji wa kondoo, lakini Mungu akamteua awe mfalme wa Israeli. Na Samuel alipokuwa anataka kuwapaka mafuta, wale wote wakapita. Walipopita, Samuel akashangaa, mbona hao wako vizuri na wanafaa? Lakini Mungu akasema, hapana, yuko mmoja atakayefanya mapenzi yangu. Hata kama yuko polini, msifanye chochote mpaka afike Daudi. Kwa kwenye maisha yako unaweza kujiona wa kawaida, lakini Mungu ameweka kitu ndani yako. Unaweza kuwaona watu fulani fulani wanakuja kwenye maisha yako, uvutiwe nao, lakini mwisho wa mwisho ume. Kumbuka vitu vya shetani 100% vinaanza vinavutia, vinashawishi, ni kama vinakupeleka kwenye msisimko na mhemko. Ni vitu ambavyo unakuta wewe mwenyewe una pressure navyo. Lakini vitu vya Mungu unakuta ni kitu ambacho unakipuuza, kimekuja kwa ghafla, kitu ambacho ulikuwa hutegemei, ni kitu ambacho hujatumia nguvu kukitafuta, hata muda mwingine huvutiwi nacho, lakini baadaye Mungu anakileta kile kitu, na kile kitu anakisimika ndo kitakachokupa amani na furaha kwenye maisha yako. Huenda ni kazi, huenda ni biashara, huenda ni huduma, huenda ni mahusiano, huenda. Kwa hiyo kuna vitu
jaribu kumuuliza Mungu. Unapotembea na Mungu, ukasikiliza sauti yake kwa bidii, ukafanya yale anayokuagiza, ndipo utakapofanikiwa, ndipo utakapostawi sana, na ndipo utapata matokeo. Soma Kumbukumbu la Torati 28 mstari wa 1 mpaka 14. Soma Zaburi ya 1 mstari wa 1 mpaka wa 6. Soma kile kitabu cha Isaya sura ya 1 mstari ule wa 1 mpaka wa 20. Lakini pia soma kile kitabu cha Joshua sura ile ya 1 mstari wa 5 mpaka wa 9. Utagundua haya yanayokufundisha ni mambo ambayo yataweza kubadili historia ya maisha yako. Nawapenda. God bless you. Be a shining star in Jesus' name. Shalom.